Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimezuiwa kwa siku 14 kufanya shughuli zake zozote zile za kichama na Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Zuio hilo linatokana na kesi namba 83200 zuio hilo linatokana na kesi namba 8323 mkwaju ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Said Issa na wenzake wawili, ambayo imetolewa uamuzi leo na Jaji Hamidu Mwanga. Uamuzi huo umetolewa huku Chadema ikikosa mwakilishi wa kisheria baada ya wakili Debora Kambole aliyekuwa akisimamia kesi hiyo kujitoa kabla ya kutolewa uamuzi, akidai kutosikilizwa kwa hoja zao. Hatua ya Chadema kuzuiwa kufanya shughuli hizo inatokana na maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na jopo la mawakili wa walalamikaji ya kwamba liwekwe zuio hilo hadi kesi ya msingi itakapoanza kusikilizwa mnamo Juni 24 mwaka 2025. Mbali na Mohamed, wengine ni makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Hamed Rashid Hamis na Maulida Anakom waliojitambulisha kama wajumbe wa bodi ya wadhamini. Katika kesi ya madai namba 8323 ya mwaka 2025, wadai wanaiomba mahakama hiyo itamke na kuamuru amri za kutamka kuwa wadaiwa wamekiuka sheria zinazohusiana na vyama vya siasa na katiba ya chama hicho. Wamechukua hatua hiyo na kuomba mahakama iamuru na kutamka hivyo, wakidai kuwa na mgawanyo usio sawa wa mali za chama na rasilimali za fedha kati ya Tanzania Zanzibar na Tanzania bara. Pia wanadai kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia, pamoja na kutoa maoni na matamko yaliyo na nia ya kuvuruga muungano kati ya pande mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili ndilo lungu ambalo limeikumba Chadema, ambapo kwa sasa hivi hawataruhusiwa kufanya shughuli zozote za kisiasa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zuio lao ambalo litadumu kwa siku 14. Ili kuendelea kupata taarifa zetu hapa Junii TV, bonyeza kitufe cha subscribe.